Karibu sana, tujadili kuhusiana na utaratibu wa kudai madeni. Ikiwa ni jambo la kawaida katika shughuli za kila siku ambazo zinafanyika, yapo changamoto inatokea pale ambapo pande mbili kunakuwa na utofauti hasa katika utaratibu sahihi wa kudai na kulipa deni. Na nchini Tanzania ipo sheria ambayo inatoa mwongozo kwa ajili ya hilo. Tutafahamu kwa kina na kujadili kuhusiana na taratibu hizo, lakini kile ambacho sheria inaelekeza kwa kujenga uelewa na kufahamu kwa undani zaidi. Katika kuzungumzia hili tunaye hapa wakili wa kujitegemea James Marenga. Karibu sana wakili. Tunaye pia Kadim Said Yahya ambaye ni meneja uendeshaji kutoka Majembe Auction Mart. Karibu sana. Asante sana. Naam, ikiwa zipo taasisi pia na kampuni ambazo zinaendeshwa kisheria kwa mujibu wa sheria katika udaiwaji ama kudai madeni. Karibuni sana. Asante. Na katika kujenga uelewa, pengine tuanze kwako wakili, hasa kwa mujibu wa sheria za nchini Tanzania, kile ambacho kinaelekeza katika utaratibu wa kudai madeni. Karibu. Asante. Labda sasa kwa sababu umezungumza tu jumla, unapozungumza habari ya kudai madeni, inategemea sasa hilo deni limetokana na nini. Si ndio? Kama ni mkopo kwa mfano, inaweza kuwa ni mkopo. Sasa kuna mkopo mtu anaweza kuwa amekopa benki kwa mfano, au ni mkopo wa mtu binafsi kwa mfano, mtu amekopa kwa mtu mwingine kwa mfano, si ndio? Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo sasa inategemea na hilo deni limetokana na nini hasa. Na kama ni mkopo kwa mfano wa benki, kuna taratibu zinaanza za kibenki kwanza, si ndio? Kuna namna ambavyo mnawekeana mikataba wewe ambaye ni mkopaji pamoja na ile benki, sawa? Na katika ile mikataba ya benki kawaida inakuwa na masharti yake kadha wa kadha. Ndio hapo habari ya dhamana sasa inakuja. Unasikia mtu ameweka dhamana labda nyumba yake au tuseme hati, si ndio, ya kiwanja. Unaposema kiwanja kwenye sheria za nchi yetu, kitu chochote ambacho kitakuja juu ya ardhi, sawa, inazungumza ni ardhi kwa ujumla. Ndio maana sasa nimeweka dhamana ya hati, sawa. Unawezekana katika hiyo hati kuna nyumba labda imejengwa pale na kadhalika na kadhalika. Sasa itategemea na matakwa ya hiyo benki na huo mkopo ambao umekwenda kukopa. Unaona Sasa ile dhamana sasa ndio itakuwa kigezo cha wewe kupata ule mkopo. Sawa na masharti ya kulipa na taratibu zake. Labda mmekubaliana huo mkopo utalipwa kwa utaratibu gani. Wengine wanasema unalipwa kwa kwamba kila baada labda ya mwezi, wengine wanalipa labda kila baada ya miezi 6, inategemea. Sawa? Sasa nini kinafuata sasa? Labda kwa mfano inatokea ukiukwaji sasa wa ulipaji wa ule mkopo kwa mfano. Ile pesa ambayo umewekeana. Sasa hiyo nimezungumzia kwa taasisi za kibenki. Kuna wengine sasa ni watu binafsi kwa mfano, wameamua kuingia na mkopo wanaje mimi na kukopesha. Wengine wao wanaandikishiana mahali fulani na wengine labda waandikishiana, wengine wanasema bana ni ile kuelewana tu na vitu vingine, kitu ambacho kisheria na kitaratibu kwa kweli ule utaratibu haufai. Ule ambao kukopeshana tu kwa maneno, sababu bana mimi nakukopesha afu baadaye utanipatia riba asilimia 5, alafu haikuna maanisha yote iliyoandikwa mahali. Sawa. Sasa tutazungumzia ule utaratibu ambao ni unafahamika rasmi wa taasisi za kifedha sasa. Sawa? Kuna taasisi za kifedha rasmi kama mabenki na kuna taasisi zingine zile ambazo ni za taasisi ndogo za kifedha. Na hizi ndio zimekuwa zenye mgogoro mwingi sana. Sawa? Ambapo wengine wanaenda kuchukua wanasema ile mikopo nini sijui kausha damu na vitu vingine kama hivyo. Sasa inapokuwa sasa kwa mfano ile ya kibenki mtu ameshindwa sasa kutimiza ile masharti, sasa ndio itakuja hizo taratibu sasa za kudaiana hayo madeni sasa. Sawa. Lakini sheria inatoa maelekezo kwa taasisi ile sasa, kwa mfano ni benki, pale ambapo yule ambaye ni mkopaji ameshindwa sasa kurudisha madai yake, sawa, kama walivyokubaliana, wanafungua mashauri ya madai mahakamani. Ndio hapo mashauri ya madai yanakuja sasa mahakamani. Benki inakupeleka mahakamani, inakufungulia shtaka. Sio bana? Kishakufungulia shtaka, mtakwenda mahakamani, mtajibishana kule mahakamani. Sawa? Ukionekana kweli wewe una hatia kuwa hakulipa deni kutokana na mujibu wa taratibu zilizowekwa sasa. Sawa, ndo taratibu zingine zinakuja sasa zinafuata sasa. Mahakama itatoa amri, sawa, baada ya mfano benki labda imeshinda ile kesi, mahakama itatoa amri sasa, na mahakama baada ukishashinda ile kesi ya madai kwa mfano, sio moja kwa moja wewe ambaye umeshinda ile kesi utakwenda sasa kuanza kusema bana huyu jamaa tulikuwa ameweka rehani nyumba yake aende moja kwa moja kuichukua ile nyumba na nini wakaiuze. Kuna taratibu zingine zitafuata sasa za kisheria. Kwanza lazima wataenda tena mahakamani kuomba sasa
sawa, mahakama itoe sasa, mahakama sasa inatoa amri, sawa, kama ya kukamata ile nyumba labda sasa na uuzaji, sawa. Ndio hapa sasa utakuja kufuata mfumo, wanateuliwa mahakama, wao ina madalali wake, court brokers wanaitwa, si ndio? Wanateua labda kwa mfano Majembe auction mart, unaofahamu wale ambao ni maarufu, bwana yuko hapa atazungumza, sawa. Wanateua sasa, hawa ndio wanakwenda kufanya zile kazi za kutaratibu, nao wanatumia taratibu za kisheria za kuweza kufanya nini, kama ni kuikamata na kuiuza, watatoa matangazo, wataeleza huyu bwana ambaye amefanya hizo kazi kwa siku, watatoa tangazo, wataenda kwa mkuu wa wilaya, watatoa hivi na hivi na hivi, alafu watakuja, sawa. Lakini vile vile kunatolewa muda, sawa, kwa maana wewe umeshaambiwa bwana tayari kesi imeshinda, unatakiwa urudishe nani, either ulipe pesa zile au nyumba yako itapigwa mnada. Je, uko tayari na nini na nini? Kwa hiyo mahakama vile vile kwanza itakuita kabla ya hilo zoezi kufanyika. Kwa hiyo kuna taratibu sasa zinafanyika hatua kwa hatua kabla ya utekelezaji kwenda. Sawa. Tumsikize pia Kadim kabisa, tuambie sasa wao wanafanyaje. Okay, nashukuru. Sisi kwa mfano kama mabenki, madai ya benki, tunaingia mkataba na benki, tunakubaliana taratibu zetu zote, wanatuletea watu ambao tayari wameshafikisha kudaiwa. Sio kwamba mtu anapokopa tu anadaiwa, baada ya kufeli kule ndio analetwa kwetu. Sasa kwetu sisi tunatoa notice ya siku 14 ili kulipa lile deni. Hapo wanaofikisha ni kwenu ni nani? Kwa upande wa mabenki sasa. Kwa upande wa mabenki kwanza wanawafikishia nyie, wanatufikishia sisi kabla ya kesi dhidi ya yule mtu anayedai. Kuna madeni ya mahakama na madeni ya kawaida. Na madeni siku zote, kuna madeni ambayo yana dhamana za kuhamishika na dhamana zisizohamishika. Kwa hiyo benki si akituletea ile ni kwamba kuna dhamana. Dhamana hizo ndio kwa nyumba, kiwanja au gari. Collateral. Collateral. Kwa hiyo sisi tutaandika notice, tutamwomba mtu wa benki atupeleke, kwa sababu huyo mtu mdaiwa unakuwa hatumjui. Atatupeleka, tutampelekea notice yetu siku 14, tutaongea naye, tunamwambia bana, unatakiwa kulipa hili deni ndani ya siku 14. Pengine zinaweza zikazidi, unajua kuna mazungumzo pale na ubinadamu pia. Zikipita zile hujalipa vipi na ule tunakamata dhamana. Sasa dhamana tunapoikamata, kama ni nyumba nyumba ile tumeshaoneshwa. Kuna taratibu ambazo tunatumia dada kuichora au nini, lakini hizo sio nani sana. Ni kwamba nyumba hile tutaitoa kwenye matangazo. Tutarudishia benki ndo anatuambia hayo itangazeni. Tunatangaza ndani ya siku za kutangaza zile, tutaweka siku ya nini? Tunaitangaza kwamba inauzwa. Na wanakuwa washaondoka au bado wanakuwa? Hayo wapo au wameondoka. Watajua wenyewe. Ikitimia ile taratibu zote, na taratibu hizo sisi si kwamba baada ya kushindwa ule kulipa kwamba tunauza tu. Kuna taratibu za kufuata. Kama sasa hivi kuna taratibu ambao tunapeleka barua kwa mkuu wa wilaya husika. Kwamba bana, mdaiwa huyu hivi. Mkuu wa wilaya na kitengo chake watatupa barua za mwito. Sote wawili, pande zote mbili, ambazo itakuwa ni sio mbili tena, itakuwa 3. Mdaiwa, mdai na sisi broker. Taitwa, tafanyika mashauri pale, na kwa utaalamu wake na wanasheria wake mkuu wa wilaya ataona bana, nyumba inaenda vipi kulipa. Akiona haeleweki, ndio mkuu wa wilaya ataturudishia jibu tena kwamba nawapa kibali cha kuuza, kwa sababu swala la benki ni biashara. Ukope, urudishe, apewe mwenzako pia. Sasa hapo ni kwa upande wa mali hizo zisizohamishika. Mali zinazohamishika
mara nyingi sana tunatumia, inayotakiwa ni kwamba tunakupa notice na kukamata ile mali, kwa sababu tunaweza kukupa notice, mali unayo ukaifanyia kitu chochote kile, ukaihamisha, tusiipate tena. Hisi kukinga hilo sasa, tunatakiwa kuikamata ile mali, au iwe kwenye nani yetu ya karibu, kwenye himaya yetu ya karibu, ili isije kufanya kitu chochote cha ujanja wewe. Na notice yake inafanana na ile ya notice inafanana na siku 14. Baada ya hapo siku 14 zimepita, mazungumzo mengine yamepita, na swala kama la gari kama nini huwa hatuendi kwa mkuu wa wilaya mara nyingi sana. Nyingi sana tunalikamata, na benki wamerahisisha sasa hivi, mara nyingi tunaita vingamuzi, sijui nani, GPS. Kwamba wanaweza kuambia kwamba namdai fulani na dhamana yake ni gari, lakini gari iko mahali fulani, inakuonesha ile, tunaenda tunaikamata. Sasa katika kufanya yote hayo, mnahakikisha vipi huyo mdaiwa haonewi? Kwa sababu malalamiko yamekuwa mengi kwamba nyie mnashirikiana na hao wadai kuwaonea hao wadaiwa. Kuhakikisha kwamba haonewi, inaohakikisha hiyo ni mahakama. Sisi tunafanya taratibu zetu zote za kiuhalali, ndio kama ninavyokuambia, tunapita huko kote kwa mkuu wa wilaya, wanaitwa na wao wana nini. Sasa ikitokea hitilafu kubwa, hata huyo anaomdaiwa anatakiwa aende mahakamani. Akienda mahakamani ili kuitafuta haki, maana anaweza kuwashtaki nyie, anaruhusiwa. Na ikitokea mazingira ambayo sasa mnafika kudai ama kuchukua mali kwa mujibu wa taratibu, na huyo anayedaiwa hayuko tayari na kuonyesha labda kukataa hilo, mnafanya nini katika mazingira? Na taratibu zote sisi tumefuata za kisheria. Kwa kweli hapo itatumika hata nguvu. Na nyie nguvu hiyo mnatumia, nyie mna vikosi vyenu ambavyo mnavitumia? Sisi kuna wafanyakazi wetu na vikosi vyetu, wale kama mabouncer, maana nafikiri wanalalamikiwa sana mabouncer. Mabouncer wale ni kama kuzuia tu fujo ya wale watu wengine, si kuingilia. Kwa mfano umeenda sehemu mkutana mzee mkorofi anadaiwa na hataki kulipa, na wewe mzee unaweza kukutana naye ana silaha zake ndio moto, mnamtoaje? Na sisi mara nyingi tunapofanya operation zetu, baada ya kutoka huko na kuambia kwa mkuu wa wilaya, eneo husika ni lazima tutoe barua kwa mkuu wa polisi mkoa, wilaya na kituo na serikali za mitaa zilizo kwenye hilo nene. Kwa wote wanakuwa na habari wale kwamba kuna operation fulani inafanyika eneo fulani kwa mtu fulani. Bila kutaja mifano halisi ama maeneo ama majina, kama utojali, unaweza ukatushirikisha labda kisa kimoja ambacho ilikuwa ni changamoto kwenu kufanyia kazi? Hapana. Kwa sababu mambo kutaja sasa turudi kwenye sheria. Sasa ndio kama alivyosema, kwa kumetokea, kwa sababu bado hata ile mtu ambapo tayari amri zile zimetolewa, ndio amri ya mahakama imetolewa, na kama anavyosema huyu bwana dalali kwamba sasa wamekwenda ambao kwenye eneo la tukio, sawa. Na kama hata unafuatilia visa ambavyo vinatokea hata siku za karibuni, unaona kuna kisa. Na kabla hujaendelea wakili, hawa wanatakiwa kutekeleza baada ya amri ya mahakama, ama hata kuna mazingira wanaweza wakafanya hivyo bila kesi kuwa mahakamani? Sasa kuna taratibu zingine ambazo zitafanyika. Sawa, kuna wale watu wanatoa wakusanya madeni. Kuna wale ambao sasa hawa ni court broker, na kuna watu wengine wanakusanya madeni kama wanavyosema, sawa. Maana ni kwamba hawa pia wanaweza kutekeleza bila. Kuna taratibu zingine wanazifanya kwa sababu yes of course wanafanya sawa, lakini nafikiri ataelezea vizuri. Na kuna madeni ya mahakama na madeni kama alivyosema, kama ameshaelezea ni kwamba kwa mfano kuna hayo, mtu amekopa benki, ameweka collateral, muda umefika wa kulipa, hajalipa. Kwa sasa hawa kama brokers ndio wanatumika sasa kwenda kufanyia hiyo nani. Sasa kuna taratibu nyingine ambazo zinafanyika ambazo sasa
sasa sio madeni ya mahakama kama wanavyosema. Hawa watu walikubaliana huko na vitu vingine kama hivyo, sawa, na kufuatika. Unasema hawa sasa ni sheria, yani hiyo inaongozwa na sheria gani? Hiyo ya kufanya bila amri ya mahakama. Hiyo kwa mfano ni taasisi na mtu binafsi wamekopeshana, hawajalipana, wanatumika hawa wakusanya madeni, wanakwenda labda kuchukua nyumba, kuchukua gari na vitu kama hivyo. Sheria ipi ambayo inaongoza? Kuna sheria ambayo inaongoza usajili wa hizo taasisi za ukusanyaji wa madeni. Sawa? Yaani amesajiliwa, ni kampuni zimesajiliwa kwa maana taratibu za ukusanyaji wa madeni. Wao wanafuata taratibu zilizowasajili kwa utaratibu unaotakiwa kwa ajili ya ukusanyaji wa haya madeni. Hasa katika mazingira kama hayo, wakili, huoni ni rahisi haki kutokutendeka kwa sababu hakuna hapo chombo ambacho kinatafsiri haki? Ni kweli kabisa, na hiyo imeshatoka maeneo mengi sana. Migogoro mingi, kwa mfano hizi taasisi ndogo ndogo za kifedha ndio zimekuwa zikitumia sana haya makampuni, sawa, ya ukusanyaji wa madeni. Kampuni hizi nani, taasisi ndogo ndogo za kifedha zimekuwa kutumia sana ya makampuni. Wanaenda mara moja tu baada ya mtu kushindwa kulipa na nini, unakuta tayari wameshakwenda, wametangaza, wanafanya wenyewe wanatangaza, wametangaza kama anavyosema wao, wametangaza, wameenda wakati mwingine kwa ile, sababu hata mwanzo hiyo kesi wakati mwingine haijafika hata kwenye mahakama au chombo kingine chochote. Sawa, wajitu wanaenda moja kwa moja kwa mkuu wa wilaya, wanarusha barua, wanakuja. Yaani wanafanya mambo haraka haraka. Tena wanafanya katika muda mfupi sana. Sawa, waende kwa mkuu wa wilaya, wakati mwingine wanapita hata pale kwa mkuu wa wilaya, hawapiti hata kwenye nani rasmi sana pale. Unakuta mwingine aliyepita hata hiyo barua, unakuta sasa sio labda ni katibu sio nani pale kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, tayari wanaenda kutekeleza. Na wanauza kabisa nyumba za watu, wanauza, na mtu amekopa mfano shilingi milioni 2 kwenye hiyo taasisi, anauza nyumba yake ya vyumba 4 inauzwa kabisa. Tena inauzwa kwa bei ndogo kabisa. Kwa mfano taasisi inakuta inamdai huyu mtu alikopa milioni 2 kwa mfano kwenye hiyo taasisi, amerudisha pesa yake yote. Sawa, wanasema kwamba alichelewa, kuna nia kuchelewa shilingi milioni 1.5 usu ngapi. Nyumba ya vyumba 4 inauzwa kwa ajili ya shilingi milioni 1.5. Tena nyumba yenyewe inauzwa kwa bei rahisi sana, inaweza kwa milioni 15. Sawa, alafu namna hiyo tu inaenda. Sasa hizo nazo ni changamoto kubwa sana. Sawa, hizo kuna namna ambavyo lazima hizi sheria ziangaliwe, hasa kwa hiyo mikopo ambayo sio madai ambayo sio. Kwa hapo wakili, unadhani kuna ombwe kwenye kuna ombwe, kuna sema kuna ombwe, na tumesha katika migogoro ya ardhi ambayo tunakutana nayo mahakamani, hasa kwenye mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya. Haya, sawa, taasisi na watu wengi ambao wamekopa ile mikopo midogo midogo, hiyo milioni 2, si milioni 3, si milioni ngapi, wamekumbwa na dhama kubwa sana ya kuuziwa nyumba zao. Tena unakuta kwa mfano ndani ya ile nyumba kuna vitu ambavyo vina thamani hata ile pesa. Unakuta mtu nyumba yake imeuzwa, lakini mnada ana friji labda zinazoweza kulipa ile shilingi milioni 1.5 anayodaiwa. Lakini wale jamaa wanapiga mnada nyumba nzima. Sawa? Kabisa. Mtu anaelewa, afu unakuta sasa wanunuzi nao ni kama vile wamepangwa katika utaratibu fulani hivi. Pangwa. Sasa hebu tuambie mtu wasema unapouza, nataka kabla hujaendelea wakili, niwe radhi hapo. Mkiuza nyumba ya mtu kwa mfano, na labda mtu alikuwa anadaiwa milioni 1.5 kama alivyosema wakili, labda je mkaiuza milioni 10. Hiyo hela mnabaki mnamrudishia au ndio imeondoka hiyo? Inarudishwa kwa huyo ambaye alikuwa na nyumba. Kwa sababu tunapouza sisi tunauza, lakini mmiliki wa wale mauzo ni mhusika aliokopa, aidha benki au kitu kingine au taasisi nyingine. Unapouza value ni nani? Yaani mthaminishaji, yani kujua kwamba hichi kitu kina thamani ya bei fulani. Inafanywa valuation na yule aliyokopesha. Ndio anatuletea sisi. Yes. Hasa aliyekopesha na kuaje tena na haki ya wakishirikiana na huyo mkopaji. Kwa fedha ikizidi ile ya deni inalipwa na inayobaki anarudishiwa mwenye alikuwa na nyumba. Sasa ikiwa katika mazingira ya mtu hakubaliani na hicho kinachofanyika, hakuna makubaliano, bado mtauza? Ndio kitu ninachosema, ukiona wewe kuna vinani vya shirishi vya kuonewa, kimbilia mahakamani. Yaani sawa, kabla ya kwenda mahakamani, lakini je, mnatekeleza, mnaendelea na utekelezaji? Na hapo umetuambia kwamba valua ni anayedai wanashirikiana na mdaiwa. Sasa ikiwa mdaiwa yeye, na inatokea mara nyingi mdaiwa hayuko tayari nyumba yake iuzwe. Sasa ikiwa yeye hayuko tayari na hakubaliani na hiyo process, bado mtauza hiyo nyumba? Sisi tutauza. Sasa mtauza kwa thamani gani? Si valuation tayari ishafanyika. Hata unapokwenda kukopa wewe, kabla kukopa ile dhamana yako inafanywa valuation. Inakuwa tayari. Lakini sasa unajua value inabadilika kutokana na muendelezo. Gari labda kama uliweka ina value fulani labda 2005, sasa hivi haiwezi kuwa hiyo. Ndio.
Na labda ndugu mtangazaji, kumekuwa na changamoto kubwa sana hata masuala ya evaluation. Sawa. Kuna taasisi ambazo zinapaswa kufanya evaluation ziko rasmi kabisa na zilizosajiliwa sawa na kadhalika na kadhalika. Kwa mfano mfano ardhi tunajua wanatumia, of course kuna taasisi binafsi, lakini wakati mwingine halmashauri za manispaa au halmashauri za nini zinatumika sana, kwa sababu kuna vitengo vya kufanya hizo evaluation, kwa maana ya kujua hali halisi, kwa sababu hao huwa wanajua kwamba ardhi ya sehemu fulani ina thamani kiasi fulani. Kila nchi, kila sehemu ya nchi, kila ardhi ina thamani yake ambayo imepangwa kabisa kwa mujibu wa sheria na taratibu zake. Imepangwa kabisa. Lakini sasa kunatokea sasa taasisi zingine kama hizo za kifedha, hasa hizo ndogo ndogo, zimekuwa zikitumia taasisi zingine ambazo hata zingine sio rasmi sana. Sawa, unakuta hata hizo taarifa zao za evaluation zao, unakuta hata thamani wanavyoikadiria, unakuta hata si halisi sana. Wenyewe wanataka kufanya haraka ili wakwende kutekeleza. Sawa, na nimesema kwa sababu haya yanatokea sana haya. Sawa, yeye wanakimbiza utaratibu. Kwa sababu umekuwa na utaratibu ambao, kwa hiyo kuna watu wanapoza haki zao sana katika misingi hiyo. Lakini mtangazaji, nilikuwa nataka kusema kitu kimoja wakati tunazungumzia hii kitu. Maeneo mawili muhimu sana kwenye ile eneo la masuala, hasa kwa sababu umeshaona mfano wa mgogoro ambao umetokea hapa Dar es Salaam siku za karibuni, umetokana na mgogoro kwa sababu hiyo taasisi ilikuwa ni ndoa ndani yake. Sawa? Sasa kuna hii changamoto kubwa sana, na ile lazima tulizungumze vizuri wananchi walielewe, sawa, kuhusiana na mali za ndoa au mali za familia. Sheria ya ndoa inatoa mwongozo kabisa, sawa, inatoa mwongozo kuhusiana na nini na umiliki wa zile ardhi. Kwa sababu mama anayelalamika alikuwa na mume wake, mume wake labda amefariki na kitu kingine kama hicho, sawa, utaona, sawa, vifungu muhimu sana vinavyosimamia masuala haya ya mali za familia ni kifungu kile cha 58 na cha 59 cha sheria ya ndoa ya mwaka 71. Vile vifungu vinasema vitu vifuatavyo muhimu sana vya kuzingatia. Kifungu cha 58 kinasema kuna mali itakuwa mali ya mwanaume au mali ya mwanamke katika ndoa. Yaani sasa mimi naweza kuwa na mali zangu katika ndoa, niko katika familia, katika ndoa. Ambazo kwa za kwako. Kwa mfano, labda nina hisa kwa mfano kwenye makampuni kwa jina langu. Sawa? Kwa mfano, sawa. Hizo zinakuwa ni mali za kwangu kwa mfano, sio bwana? Na hata mke vile vile anaweza kuwa na hisa huko kwenye makampuni na vitu vingine kama hivyo. Sawa? Labda yeye ni shareholder kwenye kampuni fulani. Sawa? Hizo ni mali za nani? Za kwake. Sawa? Za familia za zipi. Sasa sikiliza sasa vizuri sana sasa. Kifungu kile cha 59 cha sheria hiyo ya ndoa ya mwaka 71 kinasema hivi. Unaweza kwa mfano mimi naweza kuwa labda na kiwanja kina jina langu mimi katika familia, sawa? Kama ilivyokuwa kwenye ule mgogoro tulioona hapa Dar es Salaam. Kimeandikwa sawa jina lako, good luck ni sawa, ndio owner kwenye property ile imeandikwa sawa na kila. Na kile kifungu kinasema hivi, wakati ndoa inaendelea, hata kama mali ni ya kwako wewe mwanafamilia ndani, sawa, huwezi kuifanyia jambo lolote, aidha kuiwekea dhamana au kuiuza au nini, bila idhini ya mwenza wako wa ndoa. Umeona? Kwa wakati sheria inatambua, pamoja na kwamba inatambua, uone kama sasa sheria zinakinzana. Ndio maana kama hivi, pamoja ndio sheria ndio hivyo. Na sheria ni msemeno, unajua inakata nyuma na mbele. Sawa? Imetoa maelekezo hayo kabisa sheria. Of course sheria wakati mwingine ya ndoa inataka iangalie, maana ni taasisi ya ndoa, inataka iangalie kulinda yale maslahi ya nini? Ya ndoa. Wakati mwingine watu wanaweza kukiuka, pamoja na kwamba ni kweli mali zako ulizipata na nini, lakini una watoto hapo, una nini, mpaka wajukuu unao. Sasa unakatiwa mtu mwingine anaanza kukengeuka tu akaamua kuziuza vitu vile, sasa asijue kwamba kuna watoto ameacha huku na nini. Mpaka anaweza kauza afa akasepa. Hapana. Au akauza akapoda mali afa Bwana Mungu akamuita, alafu ndio ikawa hivyo, akaiacha familia katika mazingira. Ndio maana sasa ukiona migogoro mingi inatokana na hiyo, kwamba kuna mtu mwingine amemzunguka na mke wake au amemzunguka mume wake, ameenda tu ameweka dhamana nyumba, ameweka nini, sawa, nyinyi mnakuja kungamua tayari nyumba ilishawekwa dhamana. Sasa ndio hiyo kitu kama hiyo. Na ukiangalia kabisa taratibu zote za dhamana, taratibu zote alizozifanya huyo jamani, kweli ndio mwenye ardhi, ni kweli ndio mwenye ile property na kadhalika na kadhalika. Lakini kama sheria inatoa makatazo. Sasa katika mazingira kama hayo ya ndoa, mwenza ambaye alikuwa amekopa anadaiwa, aidha mwenzake alikuwa hajui kama anadaiana na watu huko, alafu amefariki, kuna mali zimeachwa pale nyumbani, yule anayemdai anaweza kuja kumdai mwenza wake kama muendelezo wa mtu anayemdai ile deni. Of course kuna usimamizi wa mirathi. Kwa sababu unajua baada ya wewe kufariki lazima mirathi isimamiwe. Kwa hiyo yule anayedai lazima ajue kama kuna msimamizi wa mirathi. Na kama kuna msimamizi wa mirathi, hamna jambo lingine linaweza kufanyika kwanza. Sheria, kwa sababu huwezi kushtaki marehemu. Sawa? Kwa lazima hapo msimamizi wa mirathi ndio uweze kufungua kesi dhidi yake.
kuhusiana na yule ambaye ulikuwa unamdai. Lakini kwa pia na vielelezo bila shaka. Vielelezo. Na sasa kwa mfano haya masuala hata kama ndio usoma hata taasisi hizo za kifedha, sawa? Haziwezi kukopesha kabla hazijaona ile idhini ya mke wako au mume wako. Kwa kimosema consent ya mke au mume. Haiwezi. Na kama watakukopesha, ndio maana kama hivyo ukifanya kama kuna forgery inafanyika, lazima masuala ya forgery nayo yataangaliwa. Sasa kuna watu wengine wanafanya forgery ya kuweka hiyo consent ya mke au ya mume. Wote wanafanya forgery hizo sana ndio. Lakini ndio maana inakwenda mpaka itafika sehemu kesi itakwenda mahakamani mpaka wale wataalamu hata wa maandishi, sawa, watahusishwa kwamba kweli ilikuwa ni sahihi ya mke hii kweli. Ndio yeye mke wake aliweka sahihi. Wale jamaa wanajua kupima zile sahihi na namna mkono ulivyoandika na kila kitu na kila kitu. Kuna watu ndio ni wataalamu sana kuiga sahihi za watu. Ni kweli kabisa. Anaweza kuchukua sahihi yako akaikopi kama wewe ulivyoandika. Sawa lakini wataalamu wa maandishi wanajua namna ya kuzipima zile speeds na kila kitu. Sawa Marenga, bado tunajadili hapa kuhusiana na utaratibu wa kudai madeni. Tutarejea kuendelea baada ya mapumziko mafupi. Karibu tuendelee kujadili hapa kuhusiana na utaratibu wa kisheria wa kudai madeni. Tuko hapa na wakili James Marenga kupata ufafanuzi wa kisheria, lakini tuko pia na Kadim Said Yahya ambaye ni meneja uendeshaji kutoka Majembe Auction Mart. Na yapo mengi ambayo tumegusia hapa, wakili akitolea ufafanuzi, lakini kwa upande wenu Kadim, meshuhudia hizo tofauti zinaweza zikajitokeza, na ni zipi changamoto hasa ambazo mnakutana nazo pale ambapo mnatekeleza majukumu yenu? Changamoto ndio kama hizo, kwa sababu mtu anajielewa fika kwamba wamekopa aidha yeye au mwenza wake, lakini ndio kama hivyo, nyumba anakuambia nyumba ni ya familia, haiwezi kuuzwa. Sasa hapo kidogo lazima papatikane mwafaka kwanza kabla ya kutekeleza nani. Sasa mwafaka huo wote unapatikana mahakamani. Na nyumba ya familia kwa sababu umiliki unakuwa tena sio wa huyo mdaiwa binafsi. Unaweza kuwa mmiliki wa kwake, lakini kama alivyosema mwanasheria, ile ni familia. Unaona? Kwa hiyo akenda anaweza kwenda kuweka zuio, labda ile nani yetu operation yetu sisi endelee mpaka kesi isikilizwe, aonekane ni nani mwenye haki, tuweze kutekeleza kesi. Na mwenzangu ameuliza kuhusu changamoto mnazokabiliana nazo. Mimi natamani kujua nyinyi mnafaidika vipi kwa kufanya kazi hiyo? Tunafaidika sana hizo. Ile ni biashara. Yaani nyinyi sasa mnakuja kufaidika wapi sasa? Tunafaidika sisi tunapouza, kwa mfano tunamuuzia benki au nani anodai yoyote. Tumeshakubaliana kwamba mapato ya kukusanya deni lile sisi ni kiasi fulani, either 10% au nani kwa asilimia gani tunapata. Pale ndo tunapopata. Na inaelezwa kwamba kwa mfano labda mtu anadaiwa milioni 150. Ndio. Thamani ya nyumba inaweza kala milioni 400. Ndio. Ile nyumba milioni 400 inauzwa kwa deni la milioni 150. Ndio. Kwa nini isiwe ni sehemu, yani mtafute kwa mfano kama labda ile nyumba isiwe ni sehemu tu ya kiasi ambacho kinaweza, kama alivyosema mwanasheria mwanzoni, kiasi cha fedha ambacho kinaweza kulipa lile deni pekee ndio mdili nacho? Kwa nini unakuta sehemu nzima ambayo ina thamani zaidi hata mara 2 mara 3 ya kile kinachodaiwa ndio kinauzwa? Sasa ndugu yangu, kama nyumba wanaweza kuuza boma hii nyingine ikabakia, si unauza nyumba yote? Kwa sababu huwezi kuuza nusu nyumba usema hapa ndio pana thamani ya hilo deni uliokopa. Vitu vya ndani navyo vinakuwepo, ama hivyo anatoa dhamana ndio inaouzwa. Yeye kama na vitu vya ndani vyenye thamani kubwa auze, kalipe lile deni. Lakini nyewe wakati sisi tunachotakiwa kuuza ni ile dhamana. Kwa hiyo kishampa notice anaweza labda akaitafuta hiyo hela hapo haraka na mara nyingi inatokea hivyo. Wakati mwingine gharama kama wengi tunawapa notice wanalipa,
na wanaondokana na dhahma. Na mkiwapa notice na wakalipa kabla nyie hamjafanya hizo process zenu za operation zenu, na nyie pia mnapata malipo. Si deni analolipa asilimia ile. Mmeshakubaliana kabisa. Tushakubaliana na nani? Kwamba mmeshawishi pia malipo yafanyike. Sisi siku unaotupa notice mdai fulani tayari kuna makubaliano hapo. Kuna makubaliano. Yale makubaliano mimi yule tukimpigia simu au tukimfikia nani akiona akashtuka sana anaenda kulipa. Sasa atakacholipa sisi tunalipa percent. Hivyo vile vile na hata ingechukua muda mrefu ni vile vile. Yes. Kwa nyie akiwahi nyie pia nawapa faida kwenu, ni faida. Sisi ndio faida kubwa zaidi. Amegusia kazi amegusia hapo kuhusiana na gharama ya nyumba inaweza ikawa kubwa, lakini kwenye kuuza mnaweza mkauza chini ya gharama lakini juu ya lile deni. Ndiyo. Kwa nini hamfikii labda kuiuza kwa ile value? Unajua sisi sio sisi kile kiuzwa bei nyingi na sisi gharama percent yetu inakuwa kubwa. Lakini yule anodai akikubali kwa hiyo gharama iliyotajwa hapo alofikia mnunuzi wa hiyo, basi yeye ndo anaothibitisha kwamba inakuaje ikiuzwa bei kubwa nyinyi mnapata kikubwa, wakati mmesema ikiuzwa bei kubwa itatolewa tu ile ya deni afu nyingine atarudishiwa mhusika. Kwa sababu ya makubaliano ya tutakachokiuza ndio asilimia lazima itoke. Kwa chochote kitakachouzwa kwa sababu makubaliano ya asilimia itakayopatikana. Sio asilimia kitakachouzwa. Kwenye notice tunaandika asilimia ya dhamana. Kwa sababu kwenye kuuza huko hujui hichi kitauzwa chini ya bei au juu ya bei. Wakati wakili anaelezea hapo akachomekea akasema kwamba wanunuzi wakati mwingine sijui mnapanga. Kuna ukweli wote kuhusiana hayo siku zote. Unajua siku zote mtu asio anaojihisi kwamba anadhulumiwa lakini hadhulumiwi, unakuwa na mambo mengi. Hayo yeye anaonesha kama mfano. Unaona? Lakini ina nani? Kwa sababu mtu anakuja kununua kitu lazima utakuwa na maelewano naye. Unaona? Ananunua na wanunuzi wanakuwa wengi, si mmoja. Kwa sababu mnada mara nyingi mnada unakuwa anayo tunaita ya mapiku. Wewe utasema 10,000, mimi nitasema 12,000, wewe utasema 20. Sasa atakayokuwa juu ndio Dr. Shika ule. Alisema ngapi inatosha? 900 itapendeza Dr. Shika. Unaona? Kwa hiyo yule anaowapiku wenzake ndio anakuwa mnunuzi. Mfaidika. Kuna watu wanasema kwamba kuna wakati hawa wanaodai wanaweza wakaenda kuinunua yani kwa mgongo wanaweka watu wao. Official inaweza kana, lakini akija kama yeye hatakiwi kununua kisheria, au mimi kama dalali sitakiwi kununua kisheria. Akipandikiza mtu wake, sasa utajuaje ndugu yangu? Hayo mambo kwa tafsiri inakuwa ni mtu mwingine. Ni mtu mwingine, tafsiri halisi anakuwa ni mtu mwingine, sio yeye. Sasa za ndani huko ndio watakuwa labda ni yeye, lakini haji kama yeye, au sio? Najia msikie shida yenu kwamba nyumba iuzwe kwa utaratibu na upate chenu. Huo uchunguzi ataufanya huyo alouziwa nyumba labda. Sasa na ikiwa sasa imeuzwa na mtu anataka kuikomboa nyumba yake, anafanyaje? Anataka kuikomboa tu labda ikiwa imeuzwa. Anabidi tu sasa aende. Sasa kama imeuzwa ina maana sio kwake tena. Inabidi akainunue tena kama anaitaka. Kama huyo sasa ambaye mmiliki mpya atakubali. Pengine naye ni mfanya biashara, wengi wanaonunua wanakuwa wafanya biashara. Wananunua nao wanauza. Wewe ukija bana labda kwa huruma tu anaweza kwamba bana nyumba ya kwako nini, basi akaweka chaji huu nani. Na labda wakati mwingine kunatokea mazingira ambayo unakuta kwa mfano mtu anayedaiwa, si ndio bwana? Katika wakati mwingine kunakuwa na aidha mgongano wa taarifa na vitu vingine. Unaweza kukuta kabisa nyumba yake imepigwa mnada, lakini kumbe kuna taarifa fulani za kibenki ambazo zilikuwa zimekamilika kwa namna fulani, mahali fulani. Kabisa. Inatokea sana. Na nyumba yake tayari imeshauzwa. Sasa unakuta mgogoro mwingine kati ya benki sasa ile mkopesha pamoja na huyo bwana. Sasa mbona mimi mambo yangu yalikuwa yamekamilika kabisa. Hiyo unajua kuna mimi havikuonekana, kuna vitu fulani havikuonekana. Na ilikuwa kwenye process. Na ilikuwa kwenye process na vitu kama hivyo. Hiyo sasa inafanya nini? Hiyo nayo inaleta jambo lingine tena sasa hapo. Imetokea sana hiyo vitu vinatokea. Sawa?
na hata ile nyumba mtu imekushauzwa. Kwa hiyo na taratibu zile sasa zinafanyika, na vitu vingine wakati unakuta sawa, unakuta hata benki inabidi pay back na vitu vingine kama hivyo. Sasa wakili, wakati tunaelekea ukingoni, unajua haya mambo yanafanyika, lakini yanaonekana yamekuwa na mambo mengi. Migogoro ni mingi, yanaongeza migogoro kimsingi. Na kwa utaalamu wako wa sheria na kwa uzoefu wako kwenye jamii, unadhani ili kupunguza migogoro ya namna hii, nini hasa kinapaswa kufanyika kwa upande wa wanafamilia, lakini pia kwa upande wa mamlaka za serikali? Sawa, labda tuanze kwa familia kwanza. Sawa, jambo la kwanza la kubwa kabisa la kufahamika, sawa, ni sasa hii swala nikisema uwazi ni jambo ambalo labda linamkali sana kwa wanafamilia. Kwanza kujua na ndio hiyo essence ya ndoa. Kwanza kujua mali za familia ni zipi. Sawa, mali za ndoa ni zipi. Ijulikane kabisa vizuri. Sawa, kwa sababu hii lazima mgogoro utakuja kutokea tu kwa njia moja au nyingine mahali fulani. Sasa wanandoa lazima wafahamu. Na sasa hivi kwa mfano sera ya ardhi ambayo imezinduliwa, Mheshimiwa Rais alizindua mwaka huu, sawa? Inatoa maelekezo mazuri sana kuhusiana na umiliki wa ardhi, swiki na wanawake na vitu vingine kama hivyo. Imetoa maelezo vizuri. Sasa ili sasa migogoro ili iweze kuepukika, lazima ifahamike vizuri ardhi, mali ya familia ni ipi. Kwa maana napokuza masuala ya ardhi. Sawa, lazima ijulikane kabisa wewe. Tuna viwanja vingapi? Wanaume ndio kuna mahali fulani wao wanaficha mali zao wakati mwingine, sawa? Lakini hata kuna wanawake sasa nao wamefikia hiyo lengo. Wengine wanaficha, hawajulikani, bado amenunua kiwanja huko si Mkuranga au wapi. Hamwambii mwenzi wa ndoa. Sawa? Na kimeandikwa kwa jina lake na kila kitu. Na kipindi hicho ndoa inaendelea. Sawa? Na kadhalika na kadhalika. Hata wanaume ni hivyo hivyo. Sawa, huko na huko. Sawa, labda hiyo ndio huluka ya wanadamu ambao watu wamekuwa nayo muda mrefu, lakini inaleta migogoro sana. Kwa lazima kuwe na ule uwazi katika ile eneo. Lakini watu wajue vile vile taratibu za kisheria. Hii ndio maana tunatoa elimu mara kwa mara. Kwa sababu lazima haki ijulikane. Si tu watoto wetu, lakini si tu wana familia wenzetu, wanandoa wenzetu wafahamu taratibu hizi. Sawa, hii migogoro, kwa mfano mama ameachwa sasa hivi baada ya mume wake kufariki, unaona anavyokimbizana huko sasa na mgogoro wa ardhi. Sawa, lazima ujue hizo taratibu zilivyo vizuri sana za ukopaji na vitu vingine kama vipo. Sawa, na sheria zinataka nini, zinatoa maelekezo gani. Sawa, malalamiko haya yanatakiwa yaanze wapi kwenye kama ni mgogoro wa ardhi. Sawa, yoyote ile. Sawa, watu wajue habari ya makata kule, kuna mabaraza ya kata, wajue kuna mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya. Sawa, wajue kitoka hapo inaenda kwenye mahakama kuu na kadhalika vitengo vya ardhi. Ndio maana mfano masuala ya ardhi yamekuwa na migogoro mingi sana hapa Tanzania. Ndio hata unaona na mamlaka zake ziko za migogoro. Kuna sheria kadha wa kadha ambazo zinasimamia masuala ya ardhi hapa Tanzania. Ziko sheria nyingi kidogo zinasimamia masuala ya ardhi. Sawa, sheria kutatuza migogoro ya ardhi, sijui kuna sheria ya umiliki wa ardhi, kuna sheria ya uandikishaji wa ardhi, land registrations, kuna sheria kadha wa kadha. Sawa, kuna sheria kuu 2 za ardhi, sheria ya ardhi ya vijiji namba 5 ya mwaka 99, kuna sheria ya ardhi ambayo imefanya marejeo mwaka 2023, kuna sheria ya ardhi ya jumla. Sawa, lakini kuna sheria za ardhi za hifadhi sijui na nini. Sawa, ziko sheria nyingi. Kwa hiyo lazima watu wafahamu na sheria ardhi yao inaangukia wapi na kadhalika na kadhalika. Watu lazima wajue hizo sheria na taratibu. Sawa, migogoro hasa hii migogoro ya ardhi inashtakiwa wapi? Kwa sababu kesi nyingi ziko mahakamani sana. Mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya na kesi nyingi. Sawa, wenye viti nao ni wachache. Sawa, migogoro mahakama kuu kitengo cha ardhi kiko. Sawa, lakini sasa hivi uzuri mmoja sasa hivi mabadiliko yalifanywa na taratibu kupitia kwa jaji mkuu, walao mahakama zote kwa mfano kuu sasa hivi zinasikiza mashauri ya ardhi. Zamani ilikuwa ni mahakama kuu kitengo cha ardhi tu, lakini sasa hivi mahakama kuu karibu zote zinasikiza migogoro ya ardhi kutoka kwenye ngazi za wilaya na kadhalika na kadhalika. Sasa Mr. Kadim, haya mambo, hii migogoro ambayo ipo ya kudaiana na nini, nyinyi mnatamani iishe? Mimi nafikiri binafsi na hata nao wakilisha hawatamani iishe. Kwa sababu ikiisha hakuna kipato ambacho tutapata. Kwa sababu hata daktari anataka sisi tuumwe ili twende kule apate hela. Fundi gereji anataka gari iharibike twende kule apate hela. Kwa hiyo mtamani endelee kuwepo. Ndio, sasa ikiwa kama haipo sitafanya kazi tena. Si mtatafuta nyingine sasa. Mtatafuta kazi nyingine. Sasa hapo sasa. Hiyo kazi nyingine ipi? Na mimi niko utaalamu uko hapo. Haya, kwa ujumla kitu gani ambacho unashauri labda kwa mimi na washauri hasa wakopaji, mara nyingi unakopa ili uweze kujiendeleza. Lakini tunashindwa kuwatumia
wataalamu wetu wa biashara wa ushauri, kutaka ushauri. Wewe unaona tu jirani anahadisia huko kafuga kuku kapata faida nini, na wewe unaenda kufuga kuku lakini huna ujuzi wowote au una. Na halafu hawa wanaokopa pia kopa unakopa kwa nia fulani, lakini ukishapata zile hela zinaondoka kwenye ile nia nyingine. Unakuja una ngoma, sijui mwanao sijui anachezwa ngoma samani kwa hilo au anafanya hivi, unazitumia hela kwa kwenye dhahabu, hasa wanawake mnaenda huko unatumia kuliko kile ulichokifanya, kwa sababu hela ya mkopo unatakiwa izunguke ili ilipe mkopo. Na wengi wao wanashindwa kufanya hivyo. Baada ya ile hela ya kukopa ikalipa mkopo, anakwenda kuuza vitu vingine. No. Asante sana. Tunakushukuru sana. Licha kwamba amesema kwamba hatamani ishi, lakini ametoa ushauri. Na ushauri ukifuata ndo ananiua njaa. Asante sana. Tunakushukuru sana Kadim Said, meneja uendeshaji Majembe Auction Mart, lakini tumekuwa hapa pia na James Marenga, wakili ambaye ametupa ufafanuzi wa kisheria na mengi. Tunawashukuru sana na watakia majukumu mema. Asante. Tunakamilisha hivyo. Asante sana.